Mama mjamzito, kuna moyo mdogo unapiga ndani yako, maisha mapya ya ujauzito. Lakini kumbuka kwamba maisha mazuri ya ujauzito na mtoto aliyeko tumboni kwako anategemea maamuzi yako. Swali ni kwamba, je, unakula kwa mpangilio sahihi? Unakula virutubisho? Vitu unavyokula, je, vinamsaidia mtoto wako, vinamjenga au vinambomoa mtoto kule tumboni? Leo katika Moyo wa Malezi tutaenda kuzungumzia hoja 5 na tutaonyesha mpangilio rahisi kabisa wa ratiba ya siku moja. Ratiba ambayo ni rahisi kabisa kwa mama mjamzito kupata chakula. Tutakuonyesha ratiba ambayo unaweza ukaifuata, ni mpangilio tu wa siku moja. Ukiufuata huu basi unaweza ukatengeneza muendelezo wako kwa siku zingine, kuhakikisha wiki nzima au mwezi mzima. Lakini leo nitaonyesha tu ratiba ya siku moja. Mfano tu ambao unaweza kuufuata kwa ajili ya mpangilio sahihi wa chakula cha wewe mama mjamzito. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni kifungua kinywa. Hiki kifungua kinywa una uwezo wa kuanza saa 1 kamili asubuhi ukaenda pale mpaka saa 3. Yaani kuanzia saa 1 mpaka saa 3 huo umepata kifungua kinywa. Huu ni mlo muhimu sana kwa mama mjamzito. Asubuhi unaweza ukaanza ukatengeneza uji wa lishe au ukawa uji wa dona. Pia unaweza ukawa na kitafunwa, sasa ukawa ukatumia yai la kuchemsha au ukatumia karanga zilizokaangwa vizuri. Pia unaweza ukatumia hata ndizi mbivu. Hii inasaidia sana kwa mama mjamzito. Kwanza inakusaidia kupunguza kichefuchefu. Pili, inakupa nguvu wewe mama mjamzito. 3, inakusaidia kukufanya wewe uendelee kuimarika, kwa sababu pale utakuwa umekula virutubisho, unaimarika na pia unakuwa unamuimarisha mtoto. Hiyo ni kwa asubuhi, kitu ambacho ni cha muhimu sana mama mjamzito apate kifungua kinywa. Hoja ya pili ni mama mjamzito unatakiwa upate snack. Zile snacks zinaanzia kuanzia saa 4 mpaka saa 5:30. Hii ni muhimu sana kwa sababu mama mjamzito hatakiwi apate njaa, yaani akae ashinde na njaa, hapana. Anatakiwa kula kwa wakati na mara kwa mara, angalau kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo anaweza akatengeneza zile snack, akapata vitu kama karanga, akapata apple, akapata tunda analolipenda au korosho. Hii inamsaidia mama mjamzito kuepukana na njaa, yaani zile njaa kali. Wakati mwingine pia inamsaidia mama mjamzito kusubiria chakula. Na hii pia inamsaidia mama mjamzito kuondoa ule uchovu. Anakuwa na amani, kichwa kugonga, kupata ule uchovu anakuwa hana. Na pia inasaidia sana kufanya sukari ya mama mjamzito iwe balanced. Yaani sukari yako inakaa iko vizuri, kwa sababu unakuwa haupati njaa na kichwa kinakuwa kiumi, mama unakuwa umekaa vizuri. Hoja ya 3 ni chakula cha mchana. Chakula cha mchana kianzie saa 7 mwisho saa 9. Yaani mama mjamzito pata chakula kuanzia saa 7 mpaka mwisho saa 9. Na hapa sasa chakula cha mchana kiwe ni balanced diet. Nasema hapa uwe ni mlo kamili ambao huo una wanga, una protini na una vitamini. Kwenye wanga inaweza ikawa ugali, vikawa viazi, ikawa wali, mihogo, vitu kama hivyo mama apate. Kwenye protini unaweza kupata samaki, nyama kama kuku, dagaa, maziwa, mtindi pia yanaruhusiwa hapo, inafaa kabisa. Na kwenye vitamins unatakiwa pale upate matunda, tunda kidogo au mboga za majani kama matembele, mchicha, spinach. Vitu kama hivyo ni muhimu sana kwa mama mjamzito, kwa sababu vinakusaidia kwenye kukua kwa mtoto wako tumboni akiwa anapata virutubisho sahihi. Kwa hiyo mama mjamzito hakikisha unapata mlo kamili. Hata kama ni kidogo, kama unaona huwezi, sio mtu wa kula sana, kula kidogo kidogo, lakini viwe katika mlo kamili ambao ninamaanisha ni balanced diet. Upate protini, upate wanga na upate vitamin. Hoja namba 4 ni snack ya jioni. Hii inatakiwa ianze kuanzia saa 10 mpaka saa 12.
Kwa nini mama mjamzito unatakiwa upate snack ile jioni ile kuanzia saa 10 mpaka saa 12? Hii ni kwa ajili ya kupunguza njaa. Na pia hii inasaidia usile kupita kiasi usiku. Kwa hiyo hapo unaweza ukapata mkate ule mzuri. Pia unaweza kupata matunda kama hata parachichi, ukapata maziwa fresh au mtindi, ukapata korosho, karanga, apple. Hivi ni vitu ambavyo vitakupunguzia njaa wakati wewe ukisubiri chakula. Kwa hiyo mama mjamzito usikae tu eti kwa sababu umeshakula mchana basi unaendelea kutulia ukisubiria chakula cha usiku. Ukifanya hivyo maana yake unajikuta umekula sana kupita kiasi, kitu ambacho mama mjamzito utakiwi ule sana kupita kiasi. Unatakiwa ule kwa kiasi tu kile ambacho unashiba, unakula virutubisho na inakuwa imetosha. Hoja ya 5 ni chakula cha usiku, ambacho hiki chakula cha usiku kinaanza saa 1 mpaka mwisho saa 3. Mama mjamzito unaruhusiwa hapo au tunakushauri ule chakula cha usiku kuanzia saa 1 mpaka hapo mwisho saa 3. Na hiki chakula unatakiwa ule chakula ambacho ni chepesi. Unakuwa ni mlo kamili lakini chakula chepesi. Unaweza kwa mfano unatakiwa ule vyakula ambavyo viko katika makundi yote ya vyakula. Protini, wanga na vitamini. Hapo unaweza ukapata ugali kidogo tu kama ngumi, unatosha. Unapata protini kwa mfano samaki, yani protini pia na yenyewe iwe nyepesi, au mbegu hizi, maharage nini, vinakuwa kwa kiasi kidogo. Alafu unapata sasa na vitamini zako ambazo unapata mboga za majani, matunda, unapata kwa kiasi kidogo. Usiku usile chakula kingi sana, kwa sababu utakapokula chakula kingi sana kinaweza kukusababisha ukawa unapata kiungulia. Sio vizuri mama mjamzito unakuwa unapata kiungulia, inakusumbua, inakuletea kichefuchefu. Kwa hiyo kula chakula kiasi tu, kunywa maji ya kutosha, kama pia unapenda juice, kunywa juice ya matunda, pumzika, kisha lala. Mama mjamzito, lishe yako sio ratiba ya kawaida, ni uwekezaji wa maisha ya mtoto wako ambaye anakuwa yuko kwenye tumbo lako. Kila mlo mzuri unaokula maana yake unakuwa umejenga tofali sahihi la ukuaji wa mtoto wako. Unapokuwa unampa mtoto wako virutubisho, unakuwa umechagua kumfanya mtoto akue tumboni kwako na kupata mtoto ambaye ni sahihi. Unapokuwa unakula vizuri, unakula kwa wakati, maana yake unakuwa unaandaa lishe ya mtoto. Anapokuwa yuko tumboni, anakuwa vizuri, pia unakuwa umeandaa ukuaji wake, pia unakuwa umemsaidia mtoto wako, ubongo wake unakuwa vizuri. Kwa hiyo, mama mjamzito, chagua kula kwa wakati. Tengeneza ratiba nzuri, unaweza ukafuata hii ratiba yetu, ukaitumia. Cha msingi unakuwa unabadilisha tu vile vyakula, kwamba leo utakapokuwa umekula hiki, kesho utabadilisha unakula hiki kingine. Kumbuka, kijiko kinachokwenda tumboni kwako, glasi inayokwenda kinywani kwako, unachochagua kunywa, unakuwa umechagua maisha sahihi ya mtoto wako. Mkate unaoumega, maana yake unakuwa umemega tofali la kwenda kujenga ubongo wa mtoto, misuli ya mtoto na hata akili ya mtoto vizuri. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Umepata ratiba ambayo unaweza ukaitumia kuanza nayo. Hivyo usisite kushare video hii ili pia iweze kuwasaidia wamama wajawazito wengine ambao pia wanatamani kupata ratiba ya milo ambao wanatakiwa kula. Subscribe pia kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane kwenye video nyingine. Mungu akubariki na kutakia ujauzito mwema. Asante.